kweli. Chombo cha habari cha CNN kutoka Marekani kimetoa ripoti au documentary yenye ushahidi unaothibitisha kwamba maafisa wa polisi wa Tanzania ndio waliohusika na mauaji ya waandamanaji nchini Tanzania katika maandamano yaliyoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Katika makala hiyo ya uchunguzi imeandaliwa na mwanahabari wa CNN Larry Madowo, na kulingana na CNN wao wamefanya uchunguzi kwa kuhusisha vyanzo vya upelelezi pamoja na kuwahoji zaidi ya Watanzania ambao ni mashahidi walioshuhudia ukatili uliokuwa unafanyika wakati wa maandamano hayo. CNN kwenye uchunguzi huo imekagua kanda za video pamoja na picha walizotumiwa na mashahidi kwa kutumia teknolojia maalum, na wamebaini kwamba picha na kanda za video walizotumiwa ni video za matukio halisia, wala hazijatengenezwa na teknolojia ya akili mnemba au AI. Katika upelelezi huo, CNN wamewahoji mashahidi zaidi ya 100 wa Tanzania ambao wameweza kutoa ushahidi wao wa kina kuhusiana na ukatili ulioshuhudiwa. CNN vile vile imeweza kukagua video na picha za matukio yaliyoshuhudiwa maeneo tofauti ya Tanzania ikiwemo Arusha, Mwanza pamoja na Dar es Salaam, ambapo CNN katika uchunguzi huo umehusisha kukagua mienendo ya maafisa wa polisi pamoja na mienendo ya waandamanaji katika matukio hayo, ambapo CNN nimesema imeangalia upande ambao polisi walikuwa wamesimama pamoja na upande ambao waandamanaji walikuwa wamesimama, na vile vile kwa kutumia teknolojia maalum wakachunguza sauti ya milio ya risasi ilitokea upande gani, na katika uchunguzi wao wamebaini kwamba milio ya risasi ilitokea upande ambako maafisa wa polisi walikuwa kuelekea kwa waandamanaji. Hivyo ni kiashiria mojawapo kwamba polisi wa Tanzania ndio walihusika katika kuwafuatilia risasi na kuwaua waandamanaji. CNN pia imetumia picha za satellite na ikaweza kuona viashiria kwamba kuna makaburi ya halaiki ambayo yanatumika na maafisa wa polisi kuwazika waandamanaji waliofariki ili kuficha idadi kamili ya waliouawa wakati wa maandamano hayo. CNN pia imesema imeweza kuzungumza na afisa wa afya katika eneo la Mwanza, na akasema kwamba katika kituo ambacho walikuwa wanahudumu kwa siku nzima kulikuwa kuna kuja magari takriban mara 4 iliyojaa miili ya waandamanaji, na kulingana na huyo afisa wa afya, baadhi ya waliokuwa kwenye lile gari hawakuwa wamefariki, walikuwa na majeraha, na madaktari kwenye hicho kituo walipojaribu kuwatibu ama kuwanusuru wale waandamanaji wenye majeraha, polisi waliwakataza madaktari kuwatibu. Badala yake polisi waliamrisha madaktari kuwapeleka hao waandamanaji ambao bado ni majeruhi wako hai, kupelekwa pamoja na wale waliokufa mortuary ili wakafie huko. Nimenukuu, ni kulingana na afisa wa afya ambaye alizungumza na CNN kwa masharti ya kutotajwa. CNN pia imekagua kanda za video zinazoonyesha miili ya watu katika hospitali ya Mwananyamala, na ikaweza kuthibitisha kwamba kanda huo wa video unaonyesha miili ya waandamanaji ikiwa imetapakaa kwenye hiyo hospitali, sio ya AI bali ni video halisia. Sasa basi CNN inasema kabla ya kuyatoa makala haya ilijaribu kutafuta upande wa serikali ya Tanzania ili kutoa kauli yake kuhusiana na ukatili huu uliofanywa wakati wa maandamano hayo, lakini upande wa serikali umedinda kutoa tamko ama kuzungumza na chombo hicho cha habari. Lakini vile vile CNN inasema serikali ya Tanzania ilikuwa imewaonya ama kuwakataza kutoa ama kutoandaa makala haya kuhusiana na ukatili uliofanywa nchini Tanzania, ingawa CNN imeyatoa makala hayo. Sasa serikali ya Tanzania
baada ya makala hayo kuchapishwa, imetoa tamko kwa kusema kwamba imeiona documentary hiyo, imeitazama na sasa inapitia matukio yote yaliyoorodheshwa kwenye makala hayo na itahakiki, na baada ya kuhakiki basi itatoa taarifa rasmi ya matamko rasmi kama serikali ya Tanzania. Kweli.